wametujalia kumaliza salama mchezo wetu huu dhidi ya Mbeya City, na tunamshukuru sana kwa kutujalia kupata ushindi katika mchezo huu. Japo ni ushindi wa goli moja, lakini tunachoangalia ni kile ambacho tumekivuna nacho ni alama 3. Kwa hivi sasa si rahisi sana kupata mechi mchekea ukamtawala mtu kwa 100%, na jana tulieleza wazi ya kwamba mechi itakuwa ngumu kutokana na mahitaji aliyokuwa nayo Mbeya City, na leo imeonekana hivyo. Mechi imekuwa ngumu kutokana na ubora aliokuwa nao, mipango aliokuwa nao, na akafanikiwa kuweza kudhibiti mianya ya Simba kuweza kupata mabao mengi. Yote kwa yote tunawapongeza Mbeya City kwa mchezo mzuri, lakini tunaipongeza zaidi timu yetu ya Simba Sports Club na wachezaji wake wote kwa kuweza kupambana na hatimaye kuvuna alama 3. Ndiyo jambo kuu la msingi ambalo limetuleta hapa Mbeya. Tumemalizana na Mbeya City, na sasa tunaelekeza nguvu yetu kubwa kwenye mchezo unaofuata dhidi ya Coastal Union, mechi ya kombe la shirikisho la CRDB. Na hata ukiangalia mchezo wa leo tulikuwa tukicheza kwa tahadhari kubwa, tukifanya maandalizi katika mchezo huo wa CRDB, kwa sababu kwenye ligi tunao nafasi ya kuwania ubingwa, lakini inategemea na madhaifu ya mtu mwingine. Lakini kwenye kombe la CRDB tunao nafasi ya kupata ubingwa, inategemea na ubora wetu wa Simba Sports Club. Kwa hiyo kwenye mechi ya leo tukawa tukicheza kwa hesabu kali, watu wasichoke sana kwa sababu muda wa kupumzika hamna, watu wasiumie, watu wasipate kadi, ili isiweze kuathiri maandalizi ya mechi inayokuja dhidi ya Coast. Na tunashukuru yote hayo yamekwenda vizuri. Wachezaji baada ya kupata bao la kwanza wakaanza kutunza nguvu na wakasaidia, hakuna ambaye ameumia wala ambaye amepata adhabu ya kadi. Maana yake ni kwamba maandalizi ya mechi yetu na Coast yameshaanza hapa. Leo hii baada ya mechi hii kumalizika, tunaondoka hapa moja kwa moja kutoka uwanja Sokoine, tunakwenda uwanja wa ndege wa Songwe, moja kwa moja tunarejea Dar es Salaam. Kesho asubuhi tunaelekea Arusha kwa ajili ya kuwafuata Coastal Union. Unacheza kwa hesabu hivi sasa, na kwa sasa ni nadra mno kupata mechi rahisi. Kila mechi ni ngumu kwa sababu kila mtu anataka kutimiza malengo yake, na sisi tunachoangalia mwisho wa mechi tumepata kitu gani. Ukiangalia mechi yetu na Pamba tulipata ushindi wa goli 2-1, ambao mechi ilikuwa ni ngumu kweli kweli. Imekuja mechi yetu hii na Mbeya City, ushindi wa goli 1 ukabila. Lakini angalia mechi zote za raundi hii ya 26, 27, ni ngumu mno kukuta mtu kapigwa bao 3, bao 4, ni ngumu mno. Mechi nyingi zinaisha kwa sare, mechi nyingi ushindi wa goli 1, umepambana sana goli 2. Ni kwa sababu hivi sasa kila mtu anapigania pumzi yake. Uwezo wa kumtawala mtu, ukambagaza, ukampelekea pumzi ya moto mwanzo mwisho ni ngumu. Hakuna ambaye anataka kushuka daraja, hakuna ambaye hataki kwenda top 4. Kwa hiyo mechi zinakuwa ni ngumu kweli kweli. Kupata goli 1 haimaanisha kwamba timu ina drop. Kwa hiyo kuna hatihati ya kuja kukosa hata bao 1 katika mechi inayokuja. Kupata bao 1 katika mchezo huu ni kutokana na ubora alioingia nao Mbeya City katika mchezo leo. Ndio maana mechi ya Pamba, ukiangalia Pamba na Mbeya City, Pamba yuko juu dhidi ya Mbeya City, lakini mechi ya Pamba tukapata magoli 2. Mechi ya Mbeya City ambaye yuko chini zaidi tumepata bao 1. Kwa hiyo inategemea na mpinzani amekujaje siku hiyo.